sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la pili, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 24 aya ya 3 hadi ya 20, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya 3 aya ya 13 hadi ya 19. Karibu tusikilize Injili. Yesu alipanda mlimani, akawaita aliowataka mwenyewe, wakamwendea. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Akawaweka wale tenashara, na Simoni akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohane nduguye Yakobo akawapa jina la Boanege, maana yake wana wa ngurumo, na Andrea na Filipo na Bartolomayo na Mathayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Tadayo na Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote ndiye aliyemsaliti. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika Injili tuliyoisikia tunamwona Yesu akiwaita mitume wake wapande mlimani ili awape utume wa kuhubiri na kutoa pepo kwa jina lake. Jambo moja muhimu katika kifungu hiki ni kwamba Yesu aliwaita mitume wapande mlimani. Kila tendo analofanya Yesu lina uzito na maana kubwa. Tendo hili maalumu linaonyesha thamani ya ishara ya kina, utume wa mitume wa kuhubiri na kutoa pepo uliotokea tu baada ya wao kuitika wito wa Yesu wa kupanda mlimani. Mlima ni ishara ya safari yetu kuelekea kwa Mungu. Ni dalili kwamba tunaitwa kupanda juu kumwelekea yeye. Pia unaonyesha kwamba tunapewa uwezo wa kwenda kutimiza mapenzi ya Mungu baada ya kwanza kupanda juu kukutana naye. Mlima tunaoitwa kupanda kwanza kabisa ni sala. Tunaitwa kila siku kupanda ili kukutana na Bwana wetu, tukimtafuta kwa kina na kujisalimisha kwake. Yesu anatuita kwake, mahali anapotungoja ili tuwe peke yetu naye, tukifurahia uwepo wake mtukufu. Tusipopanda mlima huo pamoja na Bwana wetu, tutakuwa hatujajiandaa vya kutosha kutimiza utume wake wa kimungu. Kumbe tunapaswa kwanza tumsikilize yule anayetutuma, tupate maelekezo ya kutosha, na baada ya hapo ndiyo tuanze kazi hiyo. Yesu anawaita na kuwatuma wote kwenda katika utume wa kutangaza habari njema, kuwaponya wagonjwa na kuendeleza kazi zile alizokuwa akizifanya miongoni mwetu. Na hili pia ni ukumbusho kwetu sote kwamba sisi kama Wakristo tunatarajiwa pia kuwa wale wanaofikisha kweli na habari njema kwa watu wote. Kupitia sisi na ushuhuda wetu wa uaminifu, ushuhuda wa jinsi tunavyoweza kuwaongoza na kuwaleta watu wengi zaidi katika agano hili ambalo Mungu amefanya nasi sote na ambalo ametoa bure na kwa ukarimu kwa upendo wake. Kila mmoja wetu kama Mkristo anapaswa daima kuwa hai katika kutangaza habari njema za Mungu, si kwa maneno tu, bali pia kwa matendo. Hii ina maana kwamba katika kila nyanja na kila tukio la maisha yetu, hata katika mambo madogo,
tunayosema na kufanya, na hata katika yale yanayoonekana kuwa madogo au yasiyo na maana, tunapaswa daima kujitahidi kuishi maisha yanayostahili wale wanaomwamini Bwana, kwa mfano katika matendo na mahusiano yetu na wengine. Kwa kweli Mungu amefanya agano lake la milele nasi, lakini wengi bado hawalitambui agano hili na upendo ambao Mungu anao kwetu sote. Na kwa hakika ni juu yetu sote kama Wakristo, kama wanafunzi na wafuasi wa Bwana, kutangaza ukweli huu na wokovu kwa wote. Tunaishi katika nyakati ambazo wengi wetu tumejawa na hofu na uoga wa kuusema ukweli, na hali ambayo inatufanya tubadilishe mafundisho ya Kristo ili yaendane na matakwa ya wale wanaotuzunguka, hasa wale wenye mamlaka ya kidunia. Hii inapelekea kutokemea maovu yanayofanyika katika jamii zetu kama vile rushwa, ukandamizaji na ukiukwaji wa haki za binadamu. Leo tunakumbushwa kupanda juu ya mlima ili tukutane na Kristo ambaye atatuelekeza cha kufanya, na baada ya kuelekezwa tufanye tu vile anavyotuelekeza na si vinginevyo. Wapendwa wasikilizaji, kama wafuasi wa Kristo, basi na sisi sote tujitoe kufanya bidii kufuata mifano mizuri tulioonyeshwa na mitume na Bwana mwenyewe. Kupitia upendo wao na huruma yao, wamekuwa chanzo kikubwa cha msukumo na kielelezo kwetu sote kama Wakristo, jinsi tunavyopaswa kujitoa kwa Bwana na jinsi tunavyopaswa kutenda katika kufanya mapenzi ya Mungu nyakati zote. Na sisi kama Wakristo, watu watakatifu na wapendwa wa Mungu, tujazwe ujasiri na shauku kubwa ya kumpenda Bwana na kujitoa kikamilifu kwake, ili tuwe mwanga unaong'aa wa upendo wa Mungu wa ukweli na wa habari njema kwa wote wanaotuzunguka. Tunapohitimisha tafakari yetu ya leo, ningependa kila mmoja wetu ajiulize juu ya mwaliko wa Yesu wa kufuatana naye kupanda mlima wa sala. Itikia mwaliko huo ili baadaye utumwe na yeye kutimiza amri yake ya kimungu ya upendo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Pancras Daudi Pera wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni njia ya wokovu wetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi.